Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha General Chat, na hii ni part 2 ambayo tunaendelea na mtumishi wa Mungu Pastor Daniel Mgogo, na sasa aje atuelezee kwa undani kidogo kwamba tumejua kwamba ni maisha, lakini nini hasa kinachosababisha mahusiano mengi yanakuwa na sintofahamu kiasi kwamba sasa hivi unasikia watu wanakuhusia, usiamini kila mtu, usimwamini ndugu, usimwamini rafiki, usiamini mme na mke, mpaka watu wamefikia kuanza kuambia watu usimwamini mke wako au usimwamini mme wako au usiamini jirani yako. Sasa hivi yani kama wote tunapishana, wote tunaogopana. Kama una kitu cha kufanya usimwambie fulani. Sasa hiyo inatokana na nini, mtumishi? Hebu tusaidie hapo, na tunatakiwa tufanye nini kuwa salama? Karibu. Okay, lakini labda nianzie mbali kidogo. Shida ya kuishi na mwanadamu, tatizo ambalo linatusumbua, nimekuwa nikifundisha masomo haya kwamba kinachotusumbua asilimia kubwa ni nafsi. Unajua nafsi namna ilivyo, ndio maana mnaona hata vita zinazoendelea duniani, kwenye ndoa, kwenye maserikali huko. Kinachofanya watu wengi tushindwe kukaa pamoja, tukaishi kwa kuheshimiana, kwa kuaminiana, adui yetu mkubwa ni nafsi. Wanafundisha kwamba nafsi siku zote, nafsi ya kila mmoja inatamani sana kutawala nafsi zingine, yaani nafsi zingine ziwe chini ya nafsi yake. Haijalishi kama hizo nafsi zingine zimemzidi nini, hiyo kwake sio shida, lakini wote wawe wanasubmit kwake. Ndio maana unaangalia ugomvi mwingi unaoendelea kwenye mafamilia, unaoendelea kwenye mahusiano. Kila mmoja angetamani mwenzake awe chini yake. Sasa ni kazi sana nafsi ya mtu kukubali kuwa chini ya nafsi nyingine. So huo ndio ugomvi ambao unaendelea. Hata ukiwa na rafiki anatamani wewe ndio uwe chini yake, au anakuendesha na kucontrol, remote ashike yeye ya maisha yako, ya mahusiano yenu, na wewe unatamani hiyo remote ushike wewe umuendeshe yeye. So unakuta wakati mwingi hapo ndio magomvi yanaanzia. Kwa hiyo adui mkubwa anayefanya mahusiano yasiendelee ni nafsi zetu, kwa sababu hazitaki kuwa chini ya nafsi zingine. Hatuko tayari kushaurika, hatuko tayari kuonywa, hatuko tayari kukemewa, hatuko tayari kuelekezwa, kwa sababu mtu akifanya mambo yote hayo ya kukemea, kuelekeza, kukushauri, kukwambia, unahisi kama vile anataka kukutawala. Ndio maana unakuta kuna watu wengine unamshauri, anakuwa kama anaukataa ushauri wakati moyoni ameupokea, ila hataki kukuonyesha ili sionekane nafsi yako iko juu. Ataenda kuufanyia kazi ushauri wako kwa rangi nyingine, wakati ukweli wewe ndio uliye mshauri. Lakini hatutaki nafsi zetu. So unakuta wakati mwingine hata walio kwenye mahusiano yao yanavunjika, lakini neno linalotawala, huyu anataka kunitawala, huyu anataka kunitawala. Sasa kinacholalamika ni nafsi, haitaki kuwa chini ya mwenzake. Kama mwanaume anasema, yani mwanamke anitawale mimi, sitawaliki mimi. Kinacholalamika hapo ni nafsi. Au watoto nakuta na wenyewe hawataki kutawaliwa na wazazi wao, wawaongoze, wawaelekeze. Kuna binti mmoja alimwambia mama yangu, ni vile tu ujui, subiri ukikua utajua. Sasa fikiria, eti mtoto anamwambia mama yake akikua atajua. Maana yake mtoto anajua kuliko mama. Kitu ambacho kwa kweli ni hatari. Ndio maana siku hizi hata kutulea tutoto ni shida, kwa sababu na wenyewe tuna nafsi ambazo wanataka ziwe juu yetu. Ndio unakuta anayeamua mwangalie nini kwenye TV ni mtoto,
anayeamua leo mtakula nini, tutakula mtoto. nini. Unakuta mama, unapika nini? Fufu, ugali. Mimi sipendi. No, I don't like it. I don't like it. Unamuuliza unapika nini? Chips, chicken. Unamuuliza kwa bajeti ya nani? So mimi nishakwambia, kwa hiyo utakula peke yako. Yaani kanafsi kake kanachagua vyakula, kanachagua hiki, na kwa sababu kanajiona kako juu. Na wewe unataka kumuonyesha kwamba nafsi yako iko juu. Unamwambia kama utaki kula kalale, ulale na njaa. Yaani hapo ni nafsi zinazogombana. Hakuna anayekubali kushuka. Kwamba unataka hiki, kwako uwezo upo, ngoja ule mwanangu. Au mtoto naye aseme mama leo huna hiki, basi siku nyingine najua tutakula. Au umechoka mama, umechoka. Ile nafsi ya kushuka imekuwa ndogo, na ndio maana tunasemaga ili kuishusha nafsi ni lazima mtu awe na moyo wa unyenyekevu. Unyenyekevu ndio silaha inayotuliza moyo. Inamwambia huyo kinachosema ni nafsi nataka kuwa juu. Moyo wako ukiwa mnyenyekevu, unamwambia okay, kwa sababu hakuna madhara. Kama kutakuwa na madhara nitamwambia, lakini kama hakuna madhara it's okay. So lakini mpaka ufike hapo kamoyo kako umekashikilia na unyenyekevu. Vinginevyo ndio unaona mahusiano yanavunjika, kwa sababu kila mmoja hataki kushuka. Kila mmoja anajiona yeye yuko juu ya mwenzake. Mimi nimewahi kuona wanandoa ambao kila mmoja anamwambia mwenzake, una bahati mimi ulinipata mimi, kwa sababu mimi sio saizi yako. Yaani kama vile una neema kunipata mimi. Wakati mwenzake naye anasema wewe ndio nilikuhurumia kabisa. Sasa hivi unategemea watu wataishi, watafika wapi? Kwa sababu kila mmoja naona yeye ni wa juu, matawi ya juu. Kwa sababu tu aidha ametoka familia ina uwezo kuliko familia ya mwenzake. Lakini hajui uwezo wa hiyo familia walitafuta, na hawa pia wanaweza wakatafuta wakapata kuliko hawa. Lakini nafsi ndio shida. Ndio maana nikijibu swali lako ni kwamba watu wengi hawataki kuzikontrol nafsi zao. Ndio maana Biblia inasema ili uwe kiongozi kuongoza watu, uwe na uwezo wa kuidhibiti nafsi yako. Kwa sababu wakati wote itakuwa inapanda juu, na ikipanda juu inaachana na hawa na wao wanataka za kwao ziwe juu. Ndio maana unakuta muna kikundi cha familia, kila mmoja ni mjuaji, kila mmoja anajua kila kitu. Muko na kanisa, kuna watu wanajua hata kuliko mchungaji. Mchungaji na yeye ana fight watu wajue yeye anajua kuliko wengine. So unakuta vita inaanzia hapo. Lakini sasa hapo ulivyosema hivyo, mimi naomba kuuliza, je, kuna sehemu fulani ya watu duniani ambao wana hilo shida kuliko wengine? Au kwa vile mimi nimezaliwa Tanzania, kwa sababu hili tatizo naliona sana sisi kwetu, especially sisi ambao tunakaa diaspora, tunakaa nje ya nchi, tuna notice kwamba sisi wa Tanzania tukisema tufanye kitu fulani hatuendi mbali, kwa sababu kila mtu analeta hoja yake. Yaani ukitaka waweke wa Tanzania hawa watatu, alafu tuseme tunaanzisha labda kitu fulani, hicho kitu kikienda kwa neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ataleta wazo lake kumpinga huyu, kumpinga huyu. Mwisho yote tunasema unajua nini? Kila mtu asambae. Unajua hapo ni nini? Unajua ni nini kinasumbua? Kila mmoja anahisi kama wazo la fulani likiwa succeed, likafaulu, atasifiwa, atapewa heshima. Kwa angetamani lile wazo litoke kwake. Ndio maana watu wenye akili akiona wewe kanafsi kako kanasumbua, analipitisha wazo lake kupitia kwako. Anasema hivi, hatuwezi kufanya moja mbili tatu. Anasema basi unaweza ukalipresent kwa watu, ili yule ajisikie kama ni yeye amesema. Lakini huyu anaamua kupitisha wazo lake kwa huyu mbishi ambaye anataka cha kwake tu ndio kisikiwe, atakachokisema yeye ndio kiende. Ndio maana hata mkipanga wazo, jamani, tuwe na mawazo ya kuchangiana ujenzi,
kila mmoja ajenge nyumbani, tunaanza na mmoja mwingine, hilo kwa sababu wazo ni zuri, lakini why alilete fulani, ameniwahi ningeleta mimi. Unaona, kwa mwisho atasema kila mtu ajenge nyumba zake, lakini moyo unasema ile wazo ni zuri, lakini why fulani apewe credit. Kinachosumbua hapo ni nafsi. Nafsi ingetamani. Ndio maana unaona wa baba wenye akili, kwa sababu anajua niko na mke na yeye ana nafsi, anamwambia mke wangu, nafikiri tutafute kiwanja. Asema sawa, ni wapi unapofikiri pazuri, twende tukatafute. Anapendekeza mahali, hata kama yeye amepata uwanja mahali, anaanza kusema kule kuzuri, shida yao hawana maji, kule vibaka wengi, huku nini, lakini huku maji yapo, usalama upo. Unaonaje mke wangu? Hasa mke anaona huu uwanja tumetafuta wote, kwa ana amani kwamba na nafsi yangu imeshiriki. Lakini ukisikia tu mwanaume anasema nimenunua uwanja, kanafsi kako kanauliza hiyo amepanga na nani? So mama atafanya fujo, nyumba ijengwi, sijui na nini, kisa tu hakushirikishwa. Lakini kumbe ungemwingia kisaikolojia, ikaonekana wazo ni lenu wote, mnafika salama. So nikijibu swali lako, kwa nini labda huku watu ni wabishi au nini, no, ni tule tunafsi. Na unajua ukipata nafasi ya kuja Uingereza, Marekani, Australia, kwanza unajiondoa kwenye levo ya Watanzania, unajiweka kwenye levo ya watu ambao wana uwezo mkubwa wa kufikiri, wa kufanya nini. So kama mtu ametoka Tanzania anakushauri, dada, naomba kuna kiwanja hapa kinauzwa, ungejenga nyumba upangishe, itakuwa inakusaidia. Wazo lake ni zuri, lakini mimi nipokee wazo la hapana, mimi nitanunua mashamba ya kulima. Wewe ukasimamia mashamba kutoka Uingereza, ukasema wakati kuna binadamu aina ya nyani watakula yote, na wewe utafaidi. So huyu alikuwa nakupa wazo la nyumba, kwa sababu nyumba haihami. Nyumba wapangaji watakuwa naingiza moja kwa moja kwenye akaunti yako, hauwezi kutapeliwa. Alikupa lakini kwa nini anishauri? Nitaonekana mimi na akili yangu ya Uingereza nimeshindwa kuplani kitu. Lakini kumbe Mungu ana malaika. Kama Mungu aliwahi kutumia punda wakati ule wa Balaam, punda aliongea kusaidia. Mungu anaweza akakutumia punda wako ambaye unaona huyu ni kama ni nini wanasema underground, ambaye unahisi kama lakini Mungu anaweza akamtumia huyo. Sasa kitu gani kinafanya usilipokee wazo? Nafsi. Kwa ndio maana nyie huku mtakuwa mnateseka, kwa sababu kila mmoja anaona amevuka level, yuko juu yuko juu. Kwa ndio maana naona hata mkionana kwenye vikao vyenu, angalia tu mtu anavyoongea. Anaongea kama vile nyie wote yeye ndo aliwaleta. Anaongea kama vile wote visa zenu ziko mikononi mwake. Anaongea kama vile wote, wakati kila mmoja alipambana kivyake. Unaona? Kweli. So nafsi ndio shida ambayo nafsi hazitaki kushuka kuwa chini ya watu wengine. Yeah. Kwa kweli umenipa majibu yangu leo. Kwa hiyo ndio maana unakuta kweli nafsi ni nafsi, shida ni nafsi. Hata mtoto anakuambia ningependa labda usome kitu hiki kwa sababu umemuona labda ana potential ya kitu fulani. Lakini especially watoto wetu hawa sijui ndio watoto wanajua mpaka AI kabla ya sisi. Kwa hiyo atakwambia we hujui. Mimi nafikiri nikifanya hiki na hiki na hiki. Na especially watoto hapa katika nchi tena kwenye mambo mengi, ukimshauri mtoto ndo unapoteza muda. Yaani ukimshauri ndo anakwambia, anaenda kinyume. Mimi watoto wangu wote, hata michezo, ukimwambia wewe unafaa kucheza mchezo fulani, ugomvi, mimi sitaki, ataenda kutafuta mchezo mwingine kama anakukomoa. Yani anasema
Sasa mama anahisi kama anaweza kunicontrol, anataka kushika remote ya maisha, ananiona kama mimi. Kuna mtoto wangu mmoja nilipata hela kidogo hivi, yeye alikuwa anajenga, nikamwambia nimeongea na fundi aje apime madirisha yako yote, nikuwekee madirisha yale ya kuslide yale. Fundi atakuja hapo, msaidiane mpime, alafu wewe ukanunue hiyo. Akasema yani unaongea na fundi aje kwenye nyumba yangu huo msaada wako sitaki. Yani kana akasema mimi huo msaada sitaki. Wewe ungenipa hela mimi ndio nijue cha kufanya. Nikamwambia mimi shida yangu niliyoiona kwenye nyumba yako ni madirisha. Wewe utakuwa umeona labda unataka kuongeza ng'ombe wa kufuga, unataka kununua mashamba, lakini mimi naona mjukuu wangu atateseka baridi. Hebu weka hiyo nani. Alikataa kabisa. Akasema yani ni kama unani control. Ni kama unanifanyia, ni kama unanifanya sina akili ya kufanya mambo. Yani nafsi. Unaona? Kwa hiyo inabidi tu ushuke, uanze kuongea naye polepole, upite naye mbali mpaka ajikute yupo kwenye wazo lako bila yeye kujielewa. Lakini ukienda direct hivi, kwa mfano kama mtoto unataka kumchagulia michezo, unatakiwa uanze kusifia wana michezo fulani kwamba wanaocheza hivi wana akili nyingi, alafu wanapata pesa, alafu wanafanya hivi, alafu yeye aseme so I can join them. Yani kwa sababu iwe kama ni maamuzi yake. Lakini ukisema cheza netball, no, I don't like it. I don't like it. I want football. Sasa unamuuliza football, wewe unavyokuona netball ndo no. Ukisema football atakwambia netball. Ukisema netball atakwambia football. Ukisema football na netball atasema mimi nataka ile ya kupiga nani tennis. Ukisema tennis akasema no, mimi nataka kujifunza kukimbia. Wewe ni uwezi kukimbia, wewe na kuona ni mzito. Leave me alone, leave me, this is my choice. Na kwa sababu pale unachopambana nacho sio yeye. Yani umenifungua macho. Mimi kijukuu changu kidogo, baba yake toka katoto kamezaliwa anasema katoto katacheza tennis. Kwa hiyo kakiwa kana miaka 2 kameanza kuchezeshwa tennis nyumbani. Kamefika miaka 4 wamekatafutia mwalimu wa tennis. Na ni very expensive. Kamefika kule, kamesema sitaki. Ni kwa sababu wamemchagulia. Sasa hivi anasema labda nikifikisha miaka 6 ndo nitaenda tena kujaribu. Nikikataa basi, lakini yani hiyo Kiswahili anataka ionekane ni akili yake imechagua. Ndio maana amesema hii ya kwenu sitaki. Labda nikifika miaka 6 kwamba achague yeye. Yani inawezekana hata sasa hivi moyo unamuuma kwamba angecheza hiyo, lakini atakuwa kama amekuwa under control na mtu mwingine. Yani ni kweli, yani hiyo ni kwa kweli. Hilo ni jibu. Nafsi ndio inayotusumbua na inayosumbua watu wengi. Kwa sababu kukatisha afu endelee. Kwa sababu kama point alikuwa amesema Rebeka, ni ukweli. Unajua unaweza ukaja na idea ukasema jamani, labda tukutane, hata sisi tuishajaribu Rebeka kwaga na group. Tukasema tujaribu, sijui tuje tufanye hiki, tufanye hiki. Lakini sasa kila mmoja anakuwa naogopa kwa sababu idea imetoka kwa huyu, kwanza mnaanza kudoubt. Mbona idea yake kubwa sana au ndogo sana? Au mbona tumeshavuka kufanya hivyo. Kumbe sasa hivi ndio napata majibu kwamba na mwingine anaogopa tu kwamba yani huyu ndio amekuja na idea atatusumbua. Mwenyewe ambaye amekuja na idea naye ndio atajiweka juu zaidi. Kwanza kama sio mimi ndio nilitoa hiyo idea, mimi ndio nilianzisha. Sasa inanitisha kwamba je, haya mambo ya nafsi, unajua na hisi siku hizi anaweza akaenda mpaka mara nyingine makanisani. Kristo kwa makanisa. Ndio makanisani, si kanisani Joy.
Mchungaji, kuna mtu kanisani kwetu ameondoka kwa sababu watu wanachelewa kanisani. Yaani hiyo akaamua kusema basi kila siku mimi nalalamika watu mnachelewa kanisani, mimi basi. Kwa sasa hivi nimejifunza kweli ni nafsi, kwamba kwa sababu anaona kama asikilizwi, na hata nani barua aliyoandika ni hivyo kwamba sisikilizwi. Unaona sasa. Na unajiuliza kama mnaanza ibada saa 4, watu wanafika saa 5. Why na wewe usijituni kujiseti na hawa kwamba sitafika saa 4 na mimi nitafika saa 5, nafsi yangu iwe na amani. Why wazo lije la kukimbia? Ni kama ile nilitoa mfano pale leading dada Joy, nilisema kuna binti mmoja aliondoka kwenye ndoa eti mume wake anaminya vibaya dawa ya mswaki. Hiyo mbona kweli? Unashindwaje kwanza chini upande? Mimi nafika bafuni na nakuta nani imekonda why? Lakini unajiuliza korogeti shingapi? Ndio hapo usiwe na mbili. Kwani usinunue yako? Yeye kikonde kule bafuni, ya kwako ukiminya unatunza kwenye kapochi, kwa sababu unachotunza hapo ni nafsi, sio korogeti. Unaitunza nafsi yako kwenye kapochi. Yaani mambo mengine yote mmewaka nafanya vizuri kwenye kuminya dawa. Anaweza kafikiria eti yule dada hampendi yule mume, kumbe kweli ni nafsi tu. Unajua nafsi imekaa sehemu ndogo sana. Nafsi mtu akiivuruga kurudi ni kama treni iliyoondoka, aliwezi kukata kona. Yaani nafsi ikifurugika tu kidogo hivi, kwa sababu nafsi ni kama iko kwenye kauzi kadogo kwenye reli. Ukikakata tu umewahi kuona mtu alijiandaa kula, kuna kaneno fulani tu sijui kamevuruga kidogo nafsi, sasa okay. Unamuuliza kwa nini? Sasa no nimeshalivuruga. Yaani ni kama anasema ameshiba nini? Ameshiba hasira, ameshiba nafsi, imemuondoa kabisa kwenye chakula, kwenye uwepo. Uwepo umeondoka. Umewahi kuona hata sisi wachungaji kuna wakati mchungaji anakasirika hapo madhabahuni, sijui wamegusa vibaya vyombo, mafundi mitambo kamesikia kamlio chui, utasikia yaani mimi mnaniondoa kwenye muti. Sasa hivi wewe kwa mawazo yako yote ulitegemea vyombo miaka yote vikae bila chui? Mchungaji mmoja alifukuza fundi mitambo, toka hapa unaniharibia kanisa sijui nini. Fundi mitambo amemfungia vyombo toka kanisa kama hema mpaka wamejenga gorofa. Unakuja kumuona huyu mtu hafai miaka yote. Nafsi ikivurugika inasahau mazuri yote, inasahau kabisa, kwa sababu ikishavurugika ni kama gari iliyopoteza kumbukumbu. Wanasema mpaka uli nani, hata simu zetu hizi kuna wakati tuna restart, yaani kwamba ianze upya. Nafsi mpaka uizime ulistart ndio ianze kumbukumbu ya mtu. Umewahi kuona mtu ambaye nafsi imeharibika anamwambia mwenzake huna faida kabisa? Na anayemwambia hivyo ni yule aliyempa mwaliko kuja Uingereza, ndiye amemlipia visa, ndiye amemfundisha kazi, alafu anasema wewe ni useless. Lakini baadaye akitulia, nafsi kirudi ikalisearch ikalistart, utasikia mengine unanisamehe, yani kichwa changu hiki naomba tusamehe, yani akili imemrudi. Unaona, ndio maana Biblia inasema tusamehe, kwa sababu sio kila wakati mtu anapokukosea alikuwa katika mudi ya kupambanua mambo. Huenda alikuwa nafsi yake ilikuwa imeshaenda ulimwengu mwingine. Baadaye akirudi, msamehe tu, mwambie umerudi, karibu sana, nimekusamehe, tuendelee kusonga mbele. Sasa tunakuta naweka nafsi kalishaondoka pale kalipokuwa, anarudi hakakuti pale, hakuta kako kule mbali. Mimi na wewe unasema ulishasema hivi basi na mimi basi. Lakini kumbe unahitaji kulistart
kabisa. Mtu akinani ujue nafsi yake ilimpotosha, ilimfanya paniki. Ndio maana Biblia inasema hasira siku zote Haitendi haitendi mema. haki, kwa sababu ukipaniki ni kama umeondoka kwenye uwezo wa kujikontrol. Ni kama gari imekata usukani, kwa hiyo litaka kuenda ndo huko. So ndio maana tunapaswa kusameheana, tunapaswa kuvumiliana, tunapaswa kueleweshana. Mtu mmoja aliniambia mimi ili kanisa hawanisikilizi, sio afanye nini. Nikaambia no, kuna point tutaziongea leo zitakataliwa, lakini point siku zote ni mbegu. Itakuja kuota baada ya mwezi, unakuta mtu mwingine anafufua. Hasa jamani, hapa tumekwama, lakini kuna mtu aliwahi kushauri, ndio wanachukua point yako wanafanyia kazi. So nikamwambia ukitoa point iache, usiatamie, kwa sababu ukiatamia point wanapoiponda wanakuponda na wewe. Wewe itoe point iweke hapo, wakiponda na wewe saidiana nao kwamba eti kweli hiyo haijawa sawa. Lakini ukisema unang'ang'ana mpaka, kwa sababu pointi zingine hazieleweki leo, zitakuja kueleweka baadaye. Ndio watu umeona South Africa, watu waliwaonya hawa watu mnaowafukuza, ndio wamefanya nchi iwe ifike hapa inaenda. Hapana. Leo umesikia clip yao wanalia, wanasema tunaomba wale wa Afrika warudi, wanani wa Afrika wenzetu warudi, wale foreigners, we need them. We need. Kwa nini? Kuna Waafrika ambao walifungua maduka, waliajiri wenyeji. Kuna Waafrika walikuwa na viwanda twao, waliajiri wenyeji. Kuna Waafrika walikuwa na shughuli zao, waliweka wenyeji. Wenyeji walikuwa napata pesa kutoka kwao. Walipofukuzwa vyote vimefungwa. Sasa wamebaki hawana kitu. Walikuwa wanaonyesha maduka yamefungwa, vinyozi vimefungwa, kwa sababu shida ya Wasauzi wakipata hela kwanza wakazitumie kwanza mpaka ziishe, ndio wanarudi kazini. Sasa makampuni yakasema bora hawa foreigner anakaa masaa yake, kama ni saa 12 hata saa 12 kesho yupo na hana Viswahili. Hawa wenyeji siku 3 yupo, siku 3 hayupo, siku 3 yupo, siku 3. Sasa tutafanyaje makampuni? Sasa ndio wakaajiri foreigner ambao wako serious na biashara. Wamewafukuza wa viwanda wanalia, wamama wale wa chini wale walikuwa wanafanya vibarua kwao wamelalia. So wakati mwingine unaweza ukafanya kitu mtu asikione, lakini baada ya muda ndo anakumbuka point. Basi nafikiri, sijui kama kuna kitu kingine Rebecca unataka kuongea kabla sijasema kwamba mimi naelewa sana mafundisho yako na ninayapenda, kwa sababu kitu kimoja ulinichekesha Reading ulivyosema watu wanapenda kuongelea mbinguni. Mimi bado huko sijafika, lakini tunarekebishana ili ndio tufike, kwa sababu nitakachokuja kwenda kule sio mwili, lakini mwili ndio utakaomsaidia huyo nafsi ambaye anaanzia ndani kufungua mtu, alafu mwili unapanic, una act. Kumbe huko mbinguni inakuja kwenda baadaye, lakini tunapoishi sasa hivi tuko kwenye mwili, tunafeel hivi vitu ambavyo hiki kizuri, hiki kibaya. Kwa hiyo na kweli tunaomba Mungu atusaidie, na kazi unayoifanya kwa kweli ni nzuri. Na Mungu aendelee sana kukusaidia, kukufunika, na aendelee kukubariki kwa kile unachofanya. Amen. Asante sana mchungaji, kwa kweli umejibu maswali yangu mengi, na hii clip nitawatumia hao walengwa wangu ambao walikuwa hawaelewi wapate kuelewa. Ubarikiwe sana sana sana. Amina. Ubarikiwe sana. Amen. Asante. Asante.